Nashukuru. Kwa majina naitwa Amos Muhunda Nungu, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH. Leo nimepata nafasi ya kutembelea banda la BBT, lakini pia baada ya kutembelea pia kupata fursa ya kukaa na wabunifu wale walioko ndani ya BBT, lakini pia baadhi ya wabunifu walioko nje ya BBT. Kubwa zaidi ilikuwa ni kikao cha pamoja, kwanza kuhabarisha serikali inafanya nini, lakini pia kupata nao mawazo yao, kwa sababu kubwa tunafahamu kwamba vijana wengi wameshasaidika na wanabunifu nyingi mbalimbali, lakini kuna changamoto pia. Sasa tunafahamu pia kwamba serikali kwa upande mmoja imetatua changamoto la mtaji, kwa sababu kuna fedha zinatolewa kupitia COSTECH, kupitia taasisi mbalimbali kwenye mwanzo, fedha kama mwega, lakini pia fedha kwenye usaidizi wanaopewa kama guarantee scheme kwa ajili ya kugarantia kupata fedha kwenda sokoni. Lakini mwisho zaidi kuna changamoto zingine, kuna changamoto za usajili wa kampuni, kuna utambuzi wa bidhaa zao, kuna vibali mbalimbali. Kwa hiyo tulikutana nao pamoja tukiwa na wadau wengine, wakala wanaohusika na masuala ya kilimo, wasikiliza na tumeongea nao, tumesikia mawazo yao. Tulikuwa na wadau kama taasisi ya kilimo TARI, tulikuwa na wakala wa viuatilifu, wakala wa mbolea na wengineo. Kwa hiyo kwa pamoja vijana wametoa maoni yao, tumejadiliana. Kikubwa zaidi mtoka pale wakiwa na amani, kwa maana ya kwamba usaidizi upo na pale wanaposhindwa kuna mtu kushika mkono. Kubwa moja ambalo wamelisema, wanahitaji kulinda ubunifu zao hataza, na tunashukuru kijana mmoja ambaye ana ubunifu wa kutumia nywele kutengeneza mbolea, ametoa uzoefu wake, kwa maana ya kwamba yeye alifanya ubunifu wake bila msaada wa COSTECH, lakini baadaye kupitia COSTECH alipata msaada wa kuandaa hataza yake kwa maana ya IP, na kupitia hiyo amepata fedha nyingi kutoka nje. Kwa hiyo pia ametusaidia kuisemea serikali, kwa maana ya kwamba usaidizi maana yake sio pesa peke yake, lakini ni mazingira yote wezeshi ambayo yaliyopo. Kwa hilo tunashukuru, na tunaomba pia waandishi wa habari wazidi kupeleka taarifa hii. Na la mwisho, vijana wametutuma kwamba kuna baadhi yao wamepata msaada, ufadhili kupitia mkopo wa halmashauri matuma, kwa maana ya kwamba ile muda marejesho unapangwa kwa karibu sana, miezi miwili tu baada ya kupata mtaji wao. Kwa hiyo tumelipokea, tutajadiliana na kuona kwamba mazingira ya uweje, mazingira kufanana kwa kila mmoja, lakini kwa ujumla wake tunafurahi kwamba mazungumzo yalikuwa mazuri sana. Asante sana.